kuisha cha familia, jinsi tunaweza kuishi mume, mke, hata pamoja na watoto. Familia ni baraka kutoka kwake Mungu. Mimi sina budi niweze nikaingia katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia, na ningependa tuweze tukakumbushana kile ambacho tuliweza kusema siku ya jana. Siku ya jana tuliangalia anguko la mwanadamu na jinsi dhambi iliweza kuingia duniani. Tuliangalia kumbe dhambi ilianza ndani ya moyo ya kiumbe ama malaika ambaye anaitwa Luciferi. Luciferi alikuwa ni malaika ambaye alikuwa anaangaza, na yeye pia alikuwa anafunika kiti cha rehema ama kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hivyo huyu kiumbe alikuwa ameumbika kabisa, na dini ambayo alikuwa ameumbwa nayo ya mwisho ilikuwa ni ya dhahabu. Dhahabu ndiyo alikuwa ameumbwa nayo mwisho. Kwa hivyo shetani ni mtu ambaye ameumbwa kuumbika. Na tena tukaangalia kwamba huwezi kumchora shetani ukichora nusu kichwa kama ya ng'ombe alafu amemkia. Hapana, hata yeye mwenyewe anakuchekelea. Shetani yako hivyo. Ezekiel anasema jinsi alivyoweza kuumbwa, ameumbwa vizuri sana. Hakuna chochote shetani aliweza kunyang'anywa isipokuwa tu ni cheo chake ambaye alikuwa nacho pale mbinguni, ambao Gabrieli sasa ndiye ameweza kusimamia. Kwa hivyo tunaangalia kwamba kumbe yeye aliwaza ndani ya moyo wake. Luciferi aliwaza ndani ya moyo wake. Yeye alikuwa ndani ya bustani ya Edeni, katika mlima wa Mungu. Alikuwa anapita katikati ya moto, na ndipo akawaza jinsi ataweza kukua kama Mungu. Akatamani kuwa kama Mungu, aweze kuabudiwa, aweze kupatiwa heshima. Na ndio maana unaona siasa zote zilianzia huko. Watu ambao wanafanya siasa, mwanzilishi wa siasa ni Luciferi ama shetani. Tukaangalia jinsi wakati alipotoka huko mbinguni akaweza kurushwa chini. Ezekiel akathibitisha hiyo, Isaya pia akathibitisha hiyo. Akasema ya kwamba kumbe alikuwa amewaza moyoni mwake jinsi atakapoabudiwa. Shetani akaweza kutupwa chini kuzimu. Na tukaangalia jinsi Yohana wa Patmo pia aliweza kumuona. Yohana wa Patmo, ukisoma Ufunuo 12 aya ya 7 inasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake, na hawakushinda, wala mahala pao pakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyao ulimwengu, alitupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hivyo ukisoma hiyo mstari mwingine, Biblia inasema shangilieni, shangilieni enyi mbingu, maana mshtakiwa ameweza kushushwa. Lakini ole wa nchi na dunia, kwa sababu shetani amekuja chini, ako na ghadhabu nyingi sana, kwa sababu anajua muda wake ni mchache. Ndiposa hiyo kiumbe alianza kutenda dhambi moyoni mwake. Kwa hivyo tutaingilia siku hii ya leo, tutaka kuingilia mada ambayo ni sheria, mahali ambapo Luciferi aliweza kutoka nao mbinguni, akakuja akaweza kudanganya Adamu na Hawa. Kwa hivyo siku hii ya leo tunaangalia sheria, kwa sababu sheria, pasipokuwa na sheria ama kuvunja sheria, basi dhambi imekufa. Tulisoma jana katika kitabu cha Warumi. Paulo anasema nisingalijua Torati inasema usitamani. Kwa hivyo bila Torati dhambi imekufa. Kwa hivyo siku hii ya leo tutaangalia sheria za Mungu mpendwa, na wewe ufuatane na mimi polepole siku hii ya leo. Ningependa niweze nikaomba ndiposa niweze nikaanza. Baba yetu ushie mahali pa juu, jina lako lipewe sifa. Asante kwa sababu ya hali ya anga, nguvu za umeme na hata mitambo ambao umeweza kushikilia. Asante kwa sababu ya kipindi cha kwanza ya kumtumia mtumishi wako aweze kutueleza jinsi ya kuishi katika familia zetu.
familia ambayo wewe mwenyewe ulianzisha pale shamba la Edeni. Kristo wa neema yote, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kila andiko ambalo umekusudia sisi sote tupate kujua, tupate wokovu kupitia imani yako Kristo. Malaika wako wazidi kuwa pamoja nasi, tulinde na uweze ukajitukuza na ukatushusha sisi. Ni katika Kristo tumeomba na hata tukiamini. Amina. Haya, sasa tunaangalia kwamba jana tuliangalia mwanzo, tukaangalia kumbe Mungu aliweka sheria, na sheria ile Mungu aliweka pale inahusikana pia na sheria ya afya, ambayo tuliangalia kwamba Mungu anasema ya kwamba anapatia Adamu, anamwambia kwamba matunda ya kila mti waweza kula, lakini ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana ile siku utakapokula katika mti huo utakufa hakika. Tukaona kwamba shetani yako na counterfeit. Yeye akasema hapana, hutakufa hakika, akaambia hawa hivyo. Kwa hivyo shetani ni mpingamizi. Mungu anasema hivi, yeye anasema hivi. Mungu anasema hivi, yeye ananena kinyume. Ndio maana shetani yuko kinyume chake Mungu. Kitabu ni cha Mathayo 12 aya yake ni ya 30. 12:30 Biblia inasema, Mathayo 12 aya yake ya 30. Sikia, sema ndio mtu asiye mmoja nami soma vizuri. Sema mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami, kama kuna mwanadamu anakusanya pamoja na Kristo, hutapanya. Huyo hanatawanya ama anatapanya. Kwa hivyo Lucifer ama shetani aliweza kujikusanyia yake mwenyewe, alishuka pamoja na malaika zake, wala aliweza kudanganya. Alifanya uchuuzi wa kuambia malaika ya kwamba sisi ni malaika watakatifu, sisi ni watakatifu, hatuhitaji sheria za Mungu. Lakini hiyo sheria ambaye alikuwa akifunikia yeye, kerubi akufunikaye, akarudi akaasi hiyo sheria. Kwa sababu tuliangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni 4, inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa sababu dhambi ni uasi. Tukaangalia kitabu cha Samueli wa kwanza 15 mstari wake ni wa 23 na 24. Samueli anaambia Sauli ya kwamba kumbe kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Sauli anasema nina maana nimetenda dhambi kwa sababu nimeiasi sheria ya Mungu. Kwa hivyo dhambi ni kuasi sheria. Sasa sheria iko kama hakuna. Katika nchi hii kuna sheria. Na hiyo kitu watu wote wanajua. Sheria inapopitishwa, na hata kama si hiyo sheria, basi watu wangekuwa wanafanyana mambo mbaya sana. Kwa sababu tutakuja kuangalia misururu, kuna wengi wa watu wakuu wa dini na wachungaji wanasema ya kwamba sheria iliisha msalabani. Wacha nikuambie, kama sheria iliisha, wewe utakuja kutuonyesha hapa kweli sheria imeweza kuisha. Lakini hata nchi hii iko na sheria, Marekani iko na sheria, Uganda nchi jirani na Tanzania wote wako na sheria. Na hizi sheria mingi zao pia zinatokana na sheria za Mungu. Kwa hivyo pale ndio tutaangalia kitabu cha Mathayo. Yesu anasema nini? Mathayo 22 mstari wake ni 34. Kuna wakati mwingine hapo Masadukayo kajaribu unajua Masadukayo walikuwa ni watu ambao wanaamini ya kuwa hakuna ufufuo ama hakuna kiyama. Wakaanza kumwambia Yesu kuhusu ndugu fulani ambaye aliweza kuoa alafu akakufa, ndugu yake akamrithi akakufa mpaka wa 7, mpaka hatimaye yule mwanamke akakufa. Wanajaribu kuuliza Yesu ya kwamba je, atakuwa mke wa nani wakienda mbinguni? Angalia. Lakini Yesu akaangalia anasema, nyinyi mnakosea kwa sababu hamfahamu maandiko. Akawaambia, mmewahi kusoma Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Mungu sio Mungu wa wafu, bali ni walio hai. Na akawaambia kwamba mbinguni watu hawaoi. Kwa hivyo sitarajia ya kwamba utaoa mbinguni.
Usitarajie utaenda kuoa mbinguni. Hapana. Yesu anasema watakuwa kama malaika, hawaoi na hawaolewi. Sasa jamaa akaona Mafarisayo akaona kumbe Yesu ameweza kuwazima Masadukayo. Ameweza kuwazima vinywa vyao, hawakuweza kusema kitu. Wakauliza Yesu sasa. Soma 22 yake na 34. Biblia inasema hivi. Mpaka 40 soma. Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafungua kinywa Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Sasa wakaanza kufanya shauri pamoja. Soma. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu. Ndiye kumbe walikuja kumjaribu, yani shetani anafanya kazi ya kujaribu Yesu. Mwalimu. Soma. Mwalimu, ndio katika Torati ni ipi iliyo kuu? Kwa hivyo katika Torati ni ipi iliyo kuu? Akamwambia, nini? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Kwa hivyo Mungu akasema, akaleta kitu kinaitwa upendo. Upendo. Akasema umpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa mali yako yote, kwa nguvu yako yote. Hiyo ndio amri ya kwanza. Soma ingine tutaangalia hiyo. Na ya pili yafanana nayo. Na ya pili inafanana nayo. Nayo ni hii. Ndio, mpende jirani yako kama nafsi yako. Atimpende jirani yako kama nini? Nafsi yako. Soma. Katika amri hizi mbili ndio hutegemea Torati yote na manabii. Kumbe Yesu anasema katika hizi amri mbili ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Safiri nami polepole. Ati hapo mmetegemea Torati na manabii. Kwani Yesu anasema nini? Hiyo amri ilikuwa mpya. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wake ni 5. Kumbukumbu la Torati 6:5 Biblia inasema hivi. Soma. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Kwa nguvu zako zote. Kwa hivyo Yesu aliweza kusoma maandiko na alikuwa anajua ya kwamba lazima watu wampende Mungu. Na ndio maana akawaambia hiyo ndio amri ya kwanza. Na hiyo ndio malaika walikuwa wanafanya mbinguni. Walikuwa wanapenda Mungu, alafu pia wanapenda malaika wenzao. Ya pili ilikuwa gani? Mambo ya Walawi 19 aya ya 18. Mambo ya Walawi 19 aya ya 18. 19:18 Biblia inasema hivi. Nasemaje? Usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako. Soma. Bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Kwa hivyo Mungu alipeana sheria. Akasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hivyo amri mbili za upendo inategemea Torati na manabii. Ati Yesu anasema hivyo. Wacha nikuonyeshe kidogo. Kuna mbao mbili ambao Mungu aliweza kuandikia sheria. Mbao mbili. Ya kwanza tutaangalia amri za kwanza 4. Ni uhusiano yako, upendo wako na Mungu. Na hizi zingine 6 ni yako na mjirani yako. Takuonyesha tu hapo polepole. Na ndio maana unaona Yesu wakati alikuwa anaambiwa, akiulizwa maneno ya sheria, jamaa fulani akakuja akasema ya kwamba ni nini Rabii, nitafanya nini niingie ufalme wa mbinguni? Kitabu ni cha Mathayo 19 mstari wake ni wa 16. Mathayo mtakatifu, Mathayo 19 aya ya 16. 19:16 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Natazama, ndio mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliyo mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Kwa hivyo Yesu akamwambia yule jamaa, unataka kuingia ufalme wa mbinguni, zishike amri. Zishike amri.
Alafu teremka. Akamwambia Nini? zipi? Yesu akasema, Sasa sikia, Yesu alimwanzia na gani? ni hizi: Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, heshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Haya, kumbe Yesu akaanzia ya ubao ya pili, sheria ya ubao ya pili, yani akaangalia ujamaa. Kama kweli wewe unapenda Mungu, lazima ukuwe unampenda mwanadamu mwenzako, lazima upende jirani yako. Hapo ndio Yesu aliweza kuanzia, akampima. Lakini huyu jamaa akasema nini? Soma. Akaendelea kusema hivi, yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika. Ndio. Nimepungukiwa na nini tena? Ati nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, nini? Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze vyote ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Alafu huyo mtu alimfuata kweli. Yule kijana aliposikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni. Kumbe alihuzunika. Sasa nikuulize swali, mtumishi, alipenda jirani yake? La. Kwa hivyo hakutimiza sheria, si ni kweli? Ni kweli. Kwa sababu kama angependa jirani yake, angefanya jinsi Yesu angefanya. Naam. Alimwahidi aanze kuuza apatie maskini. Angefanya jinsi Zakayo aliweza kufanya. Zakayo aliuza vitu na akapatia maskini na akasema wala wamenyang'anya na warudishia. Yesu akasema wokovu umeingia katika nyumba ya Zakayo. Yesu akaanzia mbao ya pili, uhusiano wa mwanadamu na mwanadamu. Hakuna mtu anaweza kusema anapenda Mungu ule ambaye hamuoni na hajapenda mwanadamu mwenzake. Paulo pia akagusia pale Warumi 13 mstari wake ni 8. Warumi 13 Warumi 13 mstari wake ni 8. Sheria inasema nini? Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Ndio. Kwa maana mpendaye mwenzake ameitimiza sheria. Mtu ambaye anapenda mwenzake ameitimiza sheria. Soma. Maana kule kusema usizini, kwanza Paulo pia anasema usizini. Kama unapenda jirani yako, hauwezi kuzini na mke wake. Hawezi. Soma. Usiue. Hawezi kuua mtu kama unampenda. Soma. Usiibe. Huwezi kumuibia. Huwezi ingia ndani ya nyumba umuibie TV. Soma. Usitamani. Hata huwezi kutamani mali yake jirani yake ama nani. Yani yote tutasoma kwa sheria. Soma. Na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili. Nini? Ya kwamba nini? Ampende jirani yako kama nafsi yako. Angalia, hata Paulo akaweza kusema hiyo. Kwa hivyo ya kwanza, lazima wanadamu wapende wanadamu wenzao. Hiyo ndio sheria ambayo inapatikana kwa mbao ya pili. Kwa sababu Mungu aliweza kufanya hiyo, aliweza kuandika sheria. Hebu soma kitabu cha Kutoka 31. Kutoka 31 mstari wake ni wa 18. Mungu anaandika sheria 10 pale. Soma. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, soma, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Kumbe ni Mungu aliandika hizo sheria. Mungu akaandika sheria na kidole chake akaandika sheria. Mbao mbili za ushuhuda. Na hizo mbao mbili ndio imeandikwa sheria, amri 10. Kumbukumbu la Torati 4:13. Kumbukumbu la Torati 4:13. 4:13 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Imeandikwa, ndio, akawahubiri agano lake. Wakati Yesu alikuwa anaandika sheria, alikuwa anahubiri agano lake aliloamuru kulitenda. Yesu akiandika sheria anaamuru wanadamu waweze kulitenda. Yani zile amri 10. Zile amri ngapi? 10. Soma.
akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Akaandika juu ya mbao mbili za mawe. Asante. Kwa hivyo Yesu akaanza kuandika, na akasema wanadamu wote ambao wanamtii lazima wafanye nini? Waweze kuenenda katika hiyo sheria, wazitende. Sasa tunaingilia sheria. Sheria ya kwanza inasemaje? Sheria ya kwanza inasemaje? Kutoka 20 mstari wake anzia wa kwanza. Kutoka 20 aya ya kwanza inasema, Mungu akanena haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Sikia. Kumbe sheria ya kwanza Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Shikilia pale Zaburi 119 mstari wake ni wa 96. Zaburi 119:96. 119. Tunataka kuangalia sheria za Mungu. Zaburi 119:96. 96. Samahani, Biblia inasema hivi. Inasemaje? Nimeona ukamilifu wote kuwa na mwisho. Ndio. Bali agizo lako ni pana mno. Sheria ya Mungu kumbe ni pana mno. Sheria za Mungu ni pana mno. Kwa hivyo kila sheria ukianza kuiangalia kwa undani ni mpana. Mungu ndiye anasema ni mpana kabisa. Kwa hivyo sheria ya kwanza, mtumishi, sheria ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine. Niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwani miungu ni nini? Wacha tuangalie miungu, kwa sababu sheria ya Mungu ni pana, na amesema mtu asiwe na miungu mingine. Kitabu ni cha Mwanzo 35. Angalia Mwanzo 35. Mwanzo 35. Mstari wake ni wa kwanza ikiteremka. Mstari wa kwanza inasema, changamka. Mungu akamwambia Yakobo, nini? Ondoka, panda uende Betheli, na ukakae huko. Soma. Ukamfanyie Mungu dhabahu huko. Ufanyie Mungu madhabahu huko. Sawa. Aliyokutokea uliyomkimbia Esau yako. Yakobo akamwambia, nini? Watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, nini? Ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadilishe nguo zenu. Soma. Tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoienda. Soma. Nao wakampa Yakobo miungu migeni. Nataka usikie, kumbe walimpatia Yakobo miungu migeni. Soma. Iliyokuwa mikononi mwao. Kumbe miungu ambayo iko katika mikono yao. Soma. Na pete zilizokuwa masikioni mwao. Kumbe pete ya masikio ni miungu. Kumbe bangili ni miungu. Wewe ni shahidi. Hebu shika masikio yako kama iko na hiari. Wewe ni shahidi. Hiyo ni miungu. Mungu anasema usiwe na miungu mingine. Kumbe wako na miungu. Watu wamevaa miungu. Wamevaa necklace, wamevaa bangles, sijui wamefanya nini. Yaani vitu vya ajabu ajabu. Mungu anasema ni miungu. Pete za masikio. Na pete za masikio ni ibada ya Baali. Hosea 2 aya yake ya 13. Kitabu ni cha Hosea. Na Mungu hataki watu wakuwe katika ibada ya Baali. Angalia Hosea 2 aya yake ya 13. Hosea 2 aya 13, Biblia inasema hivi, nami nitamwajibu kwa sababu ya siku za Maabali, ndio aliyowafukuzia uvumba. Soma. Hapo walipojipamba kwa pete masikioni mwake. Kumbe walijipamba wapi? Masikioni mwake. Walijipamba na pete za masikio. Kumbe
pete za masikio ni ibada ya Baali, sio ibada ya Mungu. Na Mungu anasema hizo ni miungu. Na ndio unaona wanawake wa siku hizi, mtoto anazaliwa anampeleka ya shooting. Na kama angezaa mtoto kama ako na earring, nimerogwa. Hivyo ndio wanawake wako siku hizi. Yaani wewe, yaani ungezaa mtoto alafu unamtoboa masikio. Alafu watu wanafanya biashara ya angalia vile shetani ni mkatili. Unafanya biashara ya ear shooting. Unatobolea watu masikio. Hiyo ndio kazi unafanya. Na kuchorea watu marangi, kupakia watu makucha rangi. Hiyo ni ibada za shetani. Shetani amegeuza kila kitu, wanafikiria ni urembo, kumbe hakuna urembo uko naye. Mungu jinsi alikuumba, hivyo hivyo ndiye anasema amekuumba vyema. Hata Daudi anasema hivyo. Katika kitabu cha Zaburi 139 yake ya 14, usisome mtumishi. Kwa hivyo Daudi anajua kwamba ameumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Lakini Wakristo wa siku hizi hao ndio wako nazo. Anajiita Mkristo lakini ametoboa masikio. Hiyo ni miungu. Mungu anasema hiyo ni miungu. Na kuvaa mabangili wameweka kwa mikono. Mabangili ndio hiyo watu wanavaa. Na hiyo unapata kwa ibada fulani, mtumishi atakuja kutuonyesha. Yaani hizo ni ibada ambazo ni potovu. Shetani amekuja akaweza kuchanganya watu mawazo. Ufunuo 17 ukisoma, kuna mwanamke anapatikana pale. Akaja mmoja wale malaika 7 wenye vilemba 7. Akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujawa majina makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kichwa cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kumbe huyo kahaba ndio mtu ambaye anajipamba. Anavaa siku hii watu hawavai gold. Hapa hakuna mtu anavaa dhahabu. Watu wanavaa mabati, watu wameweka mabati kwa shingo. Lakini Biblia inasema hata kama anajipamba na hiyo dhahabu na vitu vya thamani, anajirembesha na anapaka mawanja. Ibada potovu. Na hizo ni ibada zinaitwa ibada za Jezebeli. Mwisho atakuja kutufundisha pale. Kwa hivyo hizi ni sheria ambazo zimeweza kutupiliwa mbali. Ibada za rangi takuja kuonyesha siku nyingine hizi zinatokea wapi. Katika mavazi yako, katika dini yako, yote ambayo unafanya lazima ufanye katika utukufu wa Mungu. Ufanye kwa utukufu wa Mungu. Sheria ya pili inasemaje? Kutoka 20 mstari wake ni wa 4 hadi mstari wake ni Kutoka 20 inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini ya dunia, wala kilicho majini chini ya dunia. Usijisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza na maovu ya baba zao, Bwana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu wale wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga. Tena tumeweza kuonyesha jinsi watu wameingia katika ibada ya kuchonga sanamu. Watu wanatembea kama wamevaa Yesu kwa shingo. Hii ni hatari kubwa.
Mungu anasema usiwe, usijifanyie. Wacha hata hivyo kuchonga sanamu yenyewe. Hiyo ndio balaa sasa. Hiyo ni balaa kabisa. Kwa sheria ya Mungu lazima iweze ikafuatwa. Mungu ameweka iwe kioo. Kama inakuonyesha dosari yako, inakuonyesha dhambi. Hebu soma mstari wake ni wa 7 soma. Inasemaje? Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Sasa hii ni sheria ya 3. Inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia yeyote mtu alitajaye jina lake bure. Mtu yeyote ambaye atataja jina la Mungu bure, Mungu hatamhesabia makosa. Hata siku hizi watu wanasema God one. Haki ya Mungu. Unadhani Mungu ni rika yako? Yaani ufanye kitu God one. Ukifanya kitu haki ya Mungu. Mungu moja. Mungu sio rika yako. Mungu anasema usilitaje jina lake bure. Usilitaje bure jina lake. Na inabaki kuwa hivyo. Ameiandika kwa chanda chake. Hizi ni sheria za kwanza 4 ndio tunaangalia. Sawa? Sheria ya 4 ni gani? Nasema aya 8 kutoka 20 imeandikwa hivi. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 ufanye kazi yako, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku hiyo, siku ya Sabato akaitakasa. Hiyo hata hiyo iko na siku yake. Kwa hivyo hata hiyo pia ni sheria. Hiyo ni sheria ya 4. Kwa hivyo sheria ya kwanza, kumpenda Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote na kwa nafsi yako yote, kwa mali yako yote. Hiyo ni sheria ya kwanza ambayo inaandikwa kwa mbao ya kwanza. Hiyo ni uhusiano yako na ya Mungu. Sasa tunaingilia kwa ya wanadamu. Soma mstari wake ni wa 12. Soma. Nasema hivi. Waheshimu baba yako na mama yako, ndio siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Ndio usiue. Kwa hivyo amri ya 5, watoto wameambiwa waheshimu baba yao na mama yao, siku zao zipate kuwa nyingi. Unajua hiyo sheria imetupiliwa mbali. Watu siku hizi hawaheshimu baba yao. Wengine hata wanaua wazazi. Watoto wakitumwa na baba ama mzazi yote anakataa. Lakini mzazi amefanya juhudi ya kuanza hata kumsomesha. Hiyo ni masikitiko kubwa. Na hii sheria inawekwa tena bayana zaidi, Paulo akisema katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wake ni wa kwanza. Waefeso 6. Sio ati mzazi akikwambia ufanye hivi, akisema kinyume na maagizo ya Mungu ama sheria ya Mungu, mtoto kuna haki ya kukataa. Hebu soma. Inasema nini? Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Ndio amri hii, ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Kwa hivyo Paulo anasema katika Bwana, kama Mungu amesema hivyo, mtoto hana budi ya kuifanya akiambiwa na mzazi. Kwa hivyo mzazi hawezi kuambia mtoto, hebu ende ukafanye ukahaba alafu ulete pesa, ende ukaibe alafu uniletee pesa. Hiyo mtoto ako na haki ya kukataa, aseme hapana, Mungu anasema tusiibe. Lakini kama akamekula katika njia nzuri, basi na kupasa wewe mtoto uweze ukamheshimu baba na mama, uwaheshimu kabisa.
Sheria nyingine ya 6 inasemaje? Inasema usiue. Dunia hii watu wamejaa wakiua. Wengi wanajaa yani mauaji yako mengi. Watu wote wanapanga jinsi ya kuua wengine. Lakini Mungu wetu ni wa rehema sana. Jinsi Habili aliweza kuuliwa na Kaini. Kaini ndiye alimuinukia Habili, kwa sababu matendo yake yalikuwa maovu na matendo ya ndugu yake ilikuwa ya haki. Wakaanza kuinukiana. Akamuinukia Habili, akamuua. Na siku hizi ndio unaona watu wanaua. Mtoto anaua mzazi. Wazazi hata pia wengine wanaua watoto wao. Dunia imejaa laana. Watu wameiasi sheria ya Mungu. Na unajua wengi wetu pia wengi wetu wanaua. Hata wengi wa Wakristo wanaua. Kitabu ni sawa waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 15. Sikia. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:15. 3:15 Biblia inasema hivi. Soma. Kila amchukiaye ndugu yake, ati kila aichukiaye ndugu yake ni muuaji. Ati rudia. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Ati ni muuaji. Soma. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Hakuna uzima wa milele ukikaa ndani yake. Wewe ni Mkristo, unaingia kwa kanisa na umechukia Mkristo mwenzako, umechukia jirani yako, umechukia mwenzako, tayari umeua na hakuna mbingu. Biblia inasema hapo hakuna mbingu. Kwa hivyo wengi wanaua kwa kuchukia tu, tayari umeua. Hivyo ndio Biblia inasema. Soma sheria ya 7. Inasema usizini. Angalia, watu wako na uzinifu. Uzinzi umetamba dunia hii. Wanawake wanafanya uzinifu, wengine wanachukua hata mume wa mwingine, na wanaume wengine wanachukua hata wasichana. Anaacha mke wake, anaenda kulala na mke wa mtu mwingine. Na hata sasa unaona dunia imejaa na uzinifu. Hata kuna wengine wanapanga kuzini saa hii. Hawajaoa, hawajaolewa vijana. Hawajaolewa. Kitabu cha Isaia 29 aya ya 15. Kitabu ni cha Isaia 29 aya 15. Biblia inasema hivi. Sikia jinsi watu wanafanya dunia hii, wakifanya mambo maovu, wanafanya uzinifu. Sikia wanasema nini? Soma. Ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao. Ole wao ambao wanajitahidi kumficha Bwana mashauri yao. Na matendo yao yamo gizani. Yako kwa nuru. Gizani. Kumbe matendo yao yako gizani. Soma. Nao husema. Wanasema nini? Nani atuonaye? Saa hii hata wewe uko na msichana wa wenyewe, uko na mke wa mtu, unasema ni nani anatuona? Soma. Ni ninyi mnapindua mambo. Bado hujamaliza. Ni nani atuonaye? Atuonaye. Ni nani atujuaye? Ndio hiyo. Kwa hivyo mnaanza kupindua mambo. Wewe unafikiria uonekani. Malaika na anakili anaandika jinsi ambazo unafanya. Na maneno yote ambayo unaambia msichana wenyewe, mke wa wenyewe, mzee wa wenyewe, yote inanakiliwa. Wewe endelea tu kufanya hivyo ukifikiria Mungu hakuoni. Mithali 15 aya yake ni ya 3. Kitabu ni cha Mithali. Mithali 15:3. Wewe angalia 5. Mungu anakuangalia tu. Ukafikiria akiuonekane, wewe utajulikana tu. Inasema, sana macho ya Bwana yako kila mahali. Ati macho ya Bwana yako kila mahali. Bali vinywa vya wapumbavu. Soma. Macho ya Bwana yako kila mahali. Yakimchunguza mbaya na mwema. Kwa hivyo macho ya Mungu iko kila mahali. Hata ukifanya nini, wewe unasema ni nani anatuona, ni nani anatujua? Labda hata mzazi atakuona. Lakini ujue Mungu amekuona tu. Anaona tu kila kitu ambacho unakifanya.
Hata saa hii wewe unapanga kulala na mtu ambaye sio mke wako. Si unapanga tu, si unajua. Si unajua tu. Si umepanga. Si wewe kijana unapanga kulala na kijana mwenzako, msichana wenyewe, si unapanga hivyo, si unajua tu. Si umepanga leo mkutano. Usifikirie Mungu aone, Mungu ananakili yote. Kila kitu ambacho unakisema, unaambia wewe msichana, unaambia mke wa wenyewe, unaambia mume wa wenyewe. Mungu anasema usizini. Soma amri ya 8. Amri ya 8 kitabu ni Kutoka 20 aya ya 15 inasema usiibe. Sasa ndiyo hiyo. Wezi wamekuwa wengi dunia hii, hata hapa Kenya wezi tu. Leo mchana watu wameiba tu hizi sehemu tu. Unaibiwa mchana tu hadharani. Mchana watu wanaiba. Yaani watu wamekiuka sheria ya Mungu. Yesu alisema Mathayo 24, mstari wake ni wangapi? Wa 11 ama 12? Hebu soma pale. Mathayo 24, soma aya yake ni 11 ama 12? Aya ya 14 Biblia inasema 11 ama 12? 11 Biblia inasema hivi. Nasemaje? Na manabii wengi wa uongo watatokea. Soma 12. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, ama dhambi, kuvunja sheria, soma, upendo wa wengi utapotea. Upendo wa wengi utapoa, sio kupotea. Utapoa. Upendo wa wengi unapoa. Angalia, upendo, watu hawapendani siku hizi, na ndio Yesu anasema mpende jirani yako. Na watu wanaiba tu. Ukipenda jirani yako, hautamuibia. Ukipenda jirani yako, hutalala na yeye na mke wake. Ukipenda jirani yako, angalia. Na unajua wengi wanaiba. Kama kuna wale wanaiba, ukichukua mke wa mtu ulale na yeye, ujue wewe umeiba. Ukichukua msichana wa wenyewe, wewe ndio kalala na yeye, wewe umeiba. Mwizi namba 1. Unaandikiwa wewe ni mwizi na bado wewe ni mzinifu. Na hiyo ndio dunia imefika siku hii. Yesu kwa rehema zake anapatiana injili iweze kusikika, watu waweze kupata kujua kweli. Soma amri ya 9. Amri ya 9 Kutoka 20 aya 16 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Usimshuhudie jirani yako uongo. Kwa hivyo kama unapenda jirani yako, hautamshuhudia uongo. Biblia inasema hivyo. Hautamdanganya mume na mke, na hata katika watoto, hao ni majirani. Kwa hivyo mume hafai kudanganya mke wake, ama hata na watoto, na hata pia wale ambao wanaishi katika karibu hawafai kufanya kitu kama hicho. Naona ndiposa Mungu akisema usimshuhudie jirani yako uongo. Uongo siku hizi imetambaa dunia hii. Wengine wanadanganya na wanasema ni simu. Wanadanganya na ni simu. Ati uko wapi? Ati niko hapa karibu tu, niko hapa na kuja. Wapi? Sasa hizo unangojewa town. Ungoja tu, baada ya 10 minutes nitakuwa nimefika. Baada ya dakika 10 utakuwa umefika na uko kwa bafu. Alafu unasema hii simu inadanganya, siweke simu hapo iongee idanganya. Simu yezi kudanganya, uongo iko ndani yako, iko ndani ya moyo wako, uongo. Yaani iko kwa moyo, ikifika kwa mdomo, wewe unaitapika tu. Unasema uongo. Mungu anasema ulimi wa uongo na uchukia. Shahidi wa uongo na uchukia. Mithali 6 mstari wake ni wa 16. Mithali 6 aya yake ni ya 16. 6 aya ya 16 Biblia inasema hivi. Biblia inasemaje? Inasema kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Ati kuna vitu 6 ambavyo Mungu anachukia. Naam,
Naam. Viko 7 Anasema nini zaidi? Kuna 7. vilivyo chukizo kwake. Lililo chukizo kwa Mungu. Moja, macho ya kiburi. Kwanza ukianza kuwa na macho ya kiburi, Mungu anachukia. Ulimi wa uongo. Ulimi wa uongo. Unasema uongo. Soma. Na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Watu ambao wanamwaga damu isiyo na hatia. Soma. Moyo uwazao mabaya. Mawazo mabaya. Moyo ambao unawazia hata jirani yake mawazo mabaya. Yaani anawaza tu mabaya jinsi atakavyofanya. Soma. Miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu. Sikia. Ati miguu yako kama niko myepesi kukimbilia kuona uovu, Mungu anachukia. Na unaona hapa kuna wengi ambao wako na hiyo miguu. Kuna wakati mwingine pastor mwingine aliweza kufumaniwa. Amefumaniwa na mke wa mtu. Wacha Wakristo waanze kuenda. Wameanza kuchukua miguu yao, wanaenda kuangalia uovu. Ako wapi? Wanaanza kuchungulia kwa dirisha. Angalia, wanachungulia. Yaani mguu yako ni nyepesi. Mungu anachukia hiyo, mpendwa. Usikuwa mtu wa haraka, miguu yako inakupeleka mahali ambapo haustahili kwenda kama Mkristo. Kitabu hebu soma Amri ya 10. Amri ya 10 mstari wake ni wa 17. Inasema, usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Wala mtumwa wake. Wala mjakazi wake. Wala ng'ombe wake. Wala punda wake. Wala chochote alicho nacho jirani yako. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba ukiona hata maid wa mtu, usitamani huyo maid. Na siku hizi watu wamegeuza maid kuwa wake nyumbani. Anasema mjakazi wake, hata mtumwa wake. Usitamani chochote kilicho cha jirani yako. Hata ng'ombe usitamani. Zile ng'ombe ya ule jamaa iko sawa, alafu wengine wanaona wivu, wanaenda wanaipatia sumu, inakufa. Angalia, hivyo ndio watu wako katika hii hali ya dunia hii. Kwa sababu sheria wameacha sheria ya Mungu, hawataka kufuata agano la Mungu. Wapendwa, sheria ya Mungu ni mzuri. Paulo anasema hivyo. Hebu kwanza soma kitabu cha Zaburi. Daudi anasema aje? Kitabu cha Zaburi 19 yake ni ya 7 na 8. 19 aya ya 7 Biblia inasema hivi. Nasemaje? Sheria ya Bwana ni kamilifu. Ati sheria ya Bwana ni kamilifu. Huiburudisha nafsi. Kumbe sheria ya Mungu inaburudisha nafsi. Soma. Ushuhuda wa Bwana ni amini. Kumbe ushuhuda wa Mungu ni amini. Humtia mjinga hekima. Ndiposa tunaangalia sheria leo. Kumbe sheria inatia mjinga hekima. Inamtia mjinga hekima. Na ndiposa hata Paulo pia anasema hivyo. Kitabu cha Warumi 7 mstari wake ni wa 12. Kitabu ni cha Warumi 7 aya ya 12. Biblia inasema hivi. Soma. Imeandikwa, basi Torati ni takatifu. Sasa Paulo anasema Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu. Na amri ya Mungu ni takatifu. Na ya haki na njema. Sasa nikuulize swali. Yesu ni mtakatifu ama Mungu ni mtakatifu? Ndio. Kwa hivyo Yesu akipatiana sheria anaonyesha tabia yake. Naam. Kwa hivyo sheria ni tabia ya Yesu na utakatifu wake. Amina. Kwa sababu Yesu pia ni mtakatifu. Kwa hivyo sheria lazima iweko mbele ya watu. Hakuna jinsi utakavyofanya sheria, utunze sheria yake na ufute moja useme wewe uko sawa. Hapana. Hiyo haifai hivyo. Zaburi 119 mstari wake ni wa 72. Zaburi 119
72 inasemaje? Aya 72. Sikiza mpendwa, Biblia inasema hivi. Imeandikwa. Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu. Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu. Kumbe hata Daudi alisema sheria ya Mungu ni njema, jinsi Paulo anasema. Soma. Kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Hata afadhali ushike sheria ya Mungu kushinda ukuwa na mapeloti.